Tunaendelea kuishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutenga fedha nyingi kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya utalii. Hapa tulipo ni eneo la Kageye. Tuko na miradi kadhaa ambayo imelenga katika kuboresha miundombinu ya utalii, na miradi hiyo iko katika kategori 3, ambapo kategori ya kwanza tuko na malazi ya wageni au tunaita tourist cottage. Hizi tourist cottage yako majengo 3 na kila jengo lina vyumba 2 na kila chumba kina uwezo wa kuchukua wastani wa watu 2. Kwa hiyo ina maana tumeongeza malazi ya kawaida ya watu 12. Mradi huu wa ujenzi wa hizi cottage umekamilika, na mpaka sasa hivi tunasubiri ununuzi wa samani ambao utafanyika ndani ya mwaka huu wa fedha. Na mradi huu wenyewe umegharimu kiasi cha shilingi milioni 287. Katika hizo 287, kama nilivyosema awali, zinahusisha ujenzi wa majengo 3 ambayo ina vyumba 2 kila kimoja. Kwa hiyo kuna jumla ya vyumba 6 na kila chumba kina uwezo wa kubeba watalii 2, na ni majengo ya kisasa ambayo yana uwezo wa kuhudumia watalii wa ndani, lakini pia hata watalii wa nje. Eneo lingine la maboresho, kuna mradi wa VIP Lounge. VIP Lounge ni eneo ambalo watalii wakifika wataweza kupumzika. Wakipumzika wanaweza wakawa na mazungumzo, lakini kutakuwa na huduma mbalimbali. Kuna huduma za vyakula, kuna huduma za mapishi, lakini pia ndani ya hilo jengo kuna vyumba maalum kwamba kama kuna wageni ambao wanahitaji mazungumzo ya private, wana uwezo wa kukaa huko wakaweza kuzungumza. Pia kuna provision ya bar, kuna provision ya restaurant, kuna provision ya curio shop. Kwa hiyo watapata nafasi ya kununua bidhaa mbalimbali ambazo pia zinaweza zikawa zimezalishwa locally kwa kutumia jamii yetu inayozunguka kanda ya Ziwa. Mradi hii ilianza kujengwa mwaka 2023 na yote inakamilika mwaka huu wa fedha. Na mpaka sasa hivi tunapokea wastani wa wageni 1500 kwa mwaka, lakini kwa malengo tulionayo ni kwamba tunatakiwa tuvuke watalii 10,000 kwa mwaka na tuweze kupata mapato makubwa zaidi ambayo yatachangia kwenye pato la taifa, lakini pia kwa jamii zinazotuzunguka. Hifadhi ya Taifa ya Rubondo mpaka sasa hivi kwa mwaka tunakusanya wastani wa shilingi milioni 700. Shilingi milioni 700 ambazo, lakini kwa kupitia kuboresha miundombinu kama hivi tunategemea pia kuongeza mapato na huenda tukafikia kwenye billions kadhaa. Serikali inafanya juhudi kubwa sana ya kutangaza vivutio na shughuli tulizonazo katika nchi yetu na hifadhi za taifa pia, lakini wakati juhudi hizo zinafanyika kwa ukubwa huo, sisi katika hifadhi za taifa tunahakikisha kwamba juhudi za kutangaza utalii zinaendana na juhudi za kuweka miundombinu sawa sawa. Ndio maana tunatengeneza mabarabara, tunatengeneza madaraja ili watalii waweze kupita vizuri, lakini sasa miradi kama hii ya ujenzi wa nyumba za kulala wageni inakuwa ni element muhimu sana katika juhudi zote za utalii. Wageni wanapokuja hapa, shughuli za kufanya ni nyingi. Sasa kusipokuwa na miundombinu ya malazi, manake hawawezi wakakaa kwa muda unaotosha kukamilisha furaha yao ya kuja na kufanya activities zote ambazo ziko kwenye hifadhi. Kwa hiyo tunaendelea na juhudi hizo za kuhakikisha kwamba kila hifadhi inakuwa na miundombinu mizuri ya malazi ili safari za watalii ziweze kuwa salama na zenye raha. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunafanya kila linalowezekana ili tuongeze mazao mapya ya utalii, na tumekuwa tukifanya hivyo.
kwenye hifadhi nyingi, tunaongeza utalii wa kuona faru, tunapanua hata zile shughuli ambazo zinafanyika kwenye hifadhi moja, tunapeleka pia kwenye hifadhi zingine. Hii yote ni kuhakikisha kwamba mtalii anapokuja hapa tunakidhi matarajio yake kwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na shughuli nyingi, kwa hiyo machaguo yanakuwa mengi, na hiyo inatusaidia kwa sababu wanapokuwa na shughuli nyingi za kufanya ndani ya hifadhi wanakaa siku nyingi na mapato yanaongezeka.